Na niwapongeze sana halmashauri ya Nsimbo kwa sababu katika halmashauri zetu zote 5 ndani ya mkoa wetu wa Katavi, ni halmashauri ya Nsimbo ambayo imetekeleza na kujibu ipasavyo maagizo ya kamati ya bunge kwa maana ya laki. Tulikuwa tumebakiwa na hoja moja tu ambayo maagizo ilikuwa maagizo namba 3. Na bahati nzuri nimepitia vizuri sana kabla ya sherehe, ambayo ilikuwa inahusiana na changamoto ya watumishi kwenye kitengo cha uhasibu. Wakati huo mlikuwa na watumishi 4, sasa mnao watumishi wangapi? 11. Kwa hiyo hoja kwa sababu hilo pia yalikuwa ni maelekezo kwa katibu tawala mkoa. Kwa hiyo hilo tumetekeleza. Kwa hiyo niwapongeze kwa kutekeleza maagizo ya kamati ya bunge. Hongereni sana. Nikiamini kama haya tumeyaweza kuyajibu, tumeyapa majibu stahiki, ninaamini haya mengine, hizi hoja nyingine hizi nazo zitapatiwa majibu sahihi. Na nikupongeze mkurugenzi, umefanya kazi kwa muda mchache tokea umefika. Tunaona mwelekeo. Tija ipo, weledi upo, uzingatiaji wa sheria, taratibu na kanuni na miongozo mbalimbali tunaanza kuona. Nikiamini pengine kwenye mwaka tunaoenda ukaguliwa sasa, tutakuwa na hoja chache. Tena zile ambazo tunadhani kwamba zile kweli zipo nje ya uwezo wa halmashauri. Tumeona kuna changamoto ya mashine zile za kusanyaji mapato POS. Na tumeona kwenye minada sehemu kubwa changamoto ipo huko. Hili niombe mkurugenzi, tengeneza mfumo mzuri. Tutengeneze mfumo mzuri ambao umeungamana na kushikamana na inategemeana na mifumo mingine ya usimamiaji na ufuatiliaji, na hasa katika ukusanyaji wa mapato. Ili mapato haya yatusaidie kuweza kuleta tija kwa maana ya kutekeleza majukumu mbalimbali ya miradi na shughuli mbalimbali za serikali ndani ya halmashauri yetu, ili wananchi waone na kuthamini serikali yao ambayo iko madarakani kweli inawatendea haki. Kitengo cha manunuzi tumeona kuna mapungufu mengi. Yalikuwa huko nyuma, lakini hivi sasa nafikiri mkurugenzi tumeboresha kidogo kwenye kitengo cha manunuzi. Tumeimarisha kwenye kitengo cha manunuzi ili mapungufu yale yalikuwa yanajitokeza kutokuendelea kutokea. Tumeona kulikuwa na manunuzi ambayo pengine yanafanyika nje ya mfumo wa NeST, lakini kuna hoja nyingine ambazo tumeziona kwamba kuna wazabuni ambao walipewa pengine tenda na halmashauri lakini hawako registered, hawajasajiliwa kwenye mfumo wa JIPSA. Hebu tulisimamia hivi sasa. Hatuhitaji kuona hizi hoja zikiendelea kutokea. Huenda ilitokeza pengine kwa sababu ya changamoto hizo, lakini tumeendelea kuimarisha hivi vitendo ili hoja hizi zisiweze kutokea. Sitarajii kuona kwamba kuna manunuzi ambayo yanakinzana na sheria ya manunuzi kwa hivi sasa. Malipo yanafanyike, LPO haikutolewa, sijui mtu amesupply lakini pengine documents hazikutolewa, hakuna mikataba. Nadhani huku tumekwisha kuondoka kwa hivi sasa. Kwa hiyo ninaamini watumishi wenzangu ambao wote naona ni sura na mfano wa Mungu, kuna ambaye labda pengine amesura na mfano wa Mungu hapa, ninaamini tutakwenda kufanya vizuri. Mjipigie makofi na kujipongeza kwa sababu tunafanya kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kama mkoa tunawashukuru sana wewe pamoja na baraza lako kwa kazi nzuri ambayo umeifanya kwa kipindi cha miaka 5, kwa uwajibikaji mzuri, kwa watumishi kuweza kushikamana kwa pamoja, na nikiamini Mungu ataendelea kuisimamia halmashauri ya Nsimbo. Wananchi wataendelea kupata huduma stahiki zaidi kama mkoa na kama serikali ya mkoa, na kupitia kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, sisi tunaendelea kuwaombea afya Mheshimiwa madiwani. Mwenyezi Mungu akaendelea kushusha baraka zake ili pengine maono yenu na dhamira yenu ikapate kutimika kwa kupata kibali, kwa maana ya wananchi pengine kama taridhia basi waweze kuwarudisha katika nafasi zenu, ili yale ambayo mlianzisha, yale mazuri, msingi mzuri ambao mmeujenga, basi msingi ule tukaanza kuinua kuta na kuzimalizia. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Kwa taarifa za hesabu za mwaka 2023/24, halmashauri ya wilaya ya Nsimbo ilipata hati inayoridhisha, yani unqualified opinion. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi mwaka 2023/24 halmashauri ya wilaya ya Nsimbo ilikuwa na jumla ya hoja za ukaguzi 59 zikijumuisha hoja 26 za miaka ya nyuma. Baada ya taarifa ya ukaguzi kwa mwaka 2023/24 kutolewa, ofisi ya ukaguzi wa hesabu mkoa wa Katavi ilipokea taarifa ya utekelezaji mnamo tarehe 26 Mei 2025, na kwa kushirikiana na wataalamu wa halmashauri yako tulifanya uhakiki. Baada ya uhakiki, hoja 19 zimepatiwa majibu ya kuridhisha na kufungwa. Nadhani hili neno liliandikwa kufungwa na kupendekezwa kufungwa, na kusalia hoja 40 sawa na 67% ya hoja zote. Hii ni kwa taarifa ya kitabu kikubwa cha halmashauri, lakini kuna hoja ambazo zingine ni hoja za mfuko wa basket fund ambazo ziko nje ya hizo 40. Kuna hoja za basket fund ambazo zilikuwa 4, 3 zilifanywa kazi zikafungwa ikabaki moja, na kuna hoja za mfuko wa wanawake zilikuwa hoja 6 ukijumlisha na hoja za nyuma. Moja ilipatiwa majibu na ikabaki 5. Kwa hiyo hiyo ndio mchanganuo wa hoja zilizokuwa. Lakini kipekee nikupongeze mkurugenzi wetu, pongezi nyingi zimetolewa, na mimi niseme tu kwa kweli unit zinakata kesho, lakini umefanya kazi nzuri sana. Toka ufike tumeshirikiana vizuri sana, na mimi kama mwenyekiti naona mambo yanatembea vizuri sana 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 sana. Kipekee nashukuru Mheshimiwa Diwani, makamu wetu mwenyekiti wa halmashauri. Sasa hivi ni muda tu hapo tunapongezana. Nikushukuru sana kwa kumsaidia vyema mwenyekiti wa halmashauri. Mimi naamini toka nimefungua mkutano huu yako mambo mengi sana ambayo nimezungumzwa na maelekezo mengi, ukianzia hotuba ya ufunguzi, lakini ukija kwenye mjadala mzima na ukija kwenye maelekezo ambayo tumepewa na viongozi wetu, ni imani yangu kwamba kila mwenye masikio atakuwa amesikia. Kwa hiyo niseme sasa nini zaidi ya hayo yaliyoelekezwa?